Maudhui tulimalizia katika darasa iliyopita akituonesha baadhi ya maraji ya tarikh, watu wameandika historia ambazo haziepukwi na uongo na hasa tuhuma mbaya dhidi ya maswahaba wengine na sifa ambazo si stahiki kwa maswahaba, ikiwemo kitabu kiitwacho Nahjul Balagha. Ni kitabu mu'tamad katika firaqi ya Shia, akieleza miongoni mwa wale waliofanya sherehe ya kitabu hichi ni bwana Abdul Hamid ibn Abi al-Hadid, ambaye anasema huyu bwana ni miongoni mwa watu wanaosifika kwa ghulu, tajawuzul haddi, mtu kufanya au kusema kwa kupindukia mpaka wa sheria, yani kinyume na utaratibu wa sheria. Sasa akasema kuonesha kwamba huyu mtu siye na ndiye aliyesherehesha kitabu cha Nahjul Balagha, tuangalie miongoni mwa kaswaidi zake, kaswaidi saba al-alawiyat, ambapo ndani yake tunashuhudia na kuona ghuluu ya hali ya juu aliyefanya kuhusiana na Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kafika pahala akamfanya ni Mungu kama ambavyo manaswara amemfanya Isa kuwa ni Mungu, kitu ambacho si sahihi kwa upande wa maswahaba. Kwa hivyo tutazianza beti tena leo. Tulianza beti 2 kwa 3, leo tutaanzia tunapo juu kuunganisha kwa hizi beti abiyati ambazo tumeziweka kama ni mfano wa namna alifanya ghuluu kwa Sayyidina Ali, kuonyesha kwamba hii ni fikra potofu na mbaya sana ambayo wanayo hawa Shia. Ikiwa wameweza kuyafanya haya, basi kwa wao si jambo zito kuwasingizia wengine mabaya ili wampe nafasi zaidi huyu ambao wamempa sifa ambazo si zake. Anasema wa hadha baadhi ma qalahu, na haya ni baadhi yale ambayo yeye ameyasema katika hizo kaswaidi zake ambazo mita al-qaswaidu sab'u al-alawiyat. Anasema ladhatuka taqdisun, dhatuka jauharuka, dhati yako wewe, ansudia Sayyidina Ali. Taqdisun ni utukufu, ni utakatifu, dhati yako ni utakatifu. Taqdis, dhati yako wewe ni utakatifu. Liramsika tuhuratun, na kaburi lako ni tuhura, ni usafi mtupu, ni safi. Ina maana wewe kuwa ndani ya kaburi ni kiumbe mtakatifu safi kabisa, huna lolote lile ambalo lenye kasoro kwa wewe la kufanya usiwe na amani ndani ya kaburi lako. La ramsika tuhuratun, kaburi lako ni usafi kabisa. Liwajhika ta'dhimun, na uso wako na heshima kubwa. Limajdika tarjibun, na hadhi yako ni yenye utukufu wa hali ya juu. Haya ni maneno ambayo anamsifu Sayyidina Ali. Anasema takabbalta af'ala rububiyya, wewe umefanana na vitendo vya ar-rububiyya, vitendo vya uungu. Umefanana na vitendo vya uumbaji, vya muumbaji, vya muumba, yani umefanana na vitendo ambavyo wamefanya muumba. Subhanallah. Allati, vitendo ambavyo adhartu biha man shakka annaka marbubun, mimi nimeweka udhuru kwa vitendo hivyo kwa yule ambaye ametia shaka kwa sababu ya vitendo hivyo, akasema wewe si kiumbe, wewe ni mtu mwingine. Adhartu biha, nimeweka udhuru mie kwa vitendo hivyo, man shakka annaka marbub, yule ambaye ametia shaka kwamba wewe ni kiumbe. Kwa maana kwa vitendo hivyo watu wanawe si kiumbe, lakini nimeweka udhuru. Hapana, hivyo ni vitendo vyake tu, lakini si yeye. Qultu fa in lam yakun marbuban famadha yakunu, kama si kiumbe anakuwa nani? Qala,
Akaendelea kusema bwana huyo Abdul Hamid, allamu asrar al-ghuyubi, ni mjuzi sana kupita kiasi wa siri wa allamu asrar al-ghuyubi, ni mjuzi wa siri za ghaibu. Allamu asrar al-ghuyubi, ni mwingi sana wa kujua siri za ghaibu. Waman lahu khulika zamanu wa darat al-aflak, na yule ambaye kwake yeye ndio zama zimeumbwa na kwake yeye sayari zinazunguka. Yani amempa nafasi kubwa kupita kiasi ambayo si saizi yake, kwamba ni mwingi wa kujua siri za ghaibu, mambo ya siri ya ghaibu yeye anajua, halafu zama zimeumbwa kwa ajili yake. Waman lahu khulika zamanu wa zamanu khulika lahu, yule ambaye zama zimeumbwa kwa ajili yake, wadarat al-aflaku, na sayari zinazunguka kwa ajili yake yeye. Subhanallah, ina maana yeye ndiye anaisukuma sayari kuzunguka, yeye ndiye amezipa amri zunguke. Hii ni hatari kubwa. Qult, nasema mimi sasa, wallahu ta'ala yaqulu, Allah mtukufu anasema, qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, sema we Muhammad kuambia viumbe, hajui yule aliyekuwa mbinguni na walikuwa ardhini, hawajui ghaibu illa Allah, isipokuwa Allah ndo anayejua. Kwa hiyo allamul asrar al-ghuyubi, unaimsifu wewe, iangalie aya tukufu ya Allah, amemshushia akamteremshia mtume wake Muhammad salama, yeye mtume ambaye kateremshiwa hayajui haya, vipi atajua Sayyidina Ali? Sema ewe Muhammad kuambia wa viumbe. Na sisi kwa upande wa pili sasa inatuhusu na sisi tuambie viumbe, tuambie binadamu, tuwalinganie watu ya kwamba la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba, hajui aliyekuwa mbinguni na aliyekuwa ardhini. Walikuwa mbinguni hao malaika wote hawajui, walikuwa ardhini hawajui al-ghaiba, hawajui ghaibu illa Allah, anayejua ghaibu ni Allah peke yake, hakuna mwingine. Hii illa Allah adatu nafi wal istithna, ni wazi kwamba imetufikisha pala pazito sana katika kuelewa maana halisi ya hii. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa ni Allah, hakuna. Wama yash'uruna ayyana yub'athuna, na wala hawatambui lini wao watafufuliwa. Kwani watu huendea makaburi kwa wale waliozikwa na kuanza kuomba kwao, kuwaonesha kwamba wape siri na mafanikio. Vipi? Yani wanaomba kwa mzimu wa kaburi. Sasa hao ambao mnaomba nyinyi hawajui chochote, wenyewe hapo walipo hawajui lini watafufuliwa, hawajui kabisa, wapo hawajui. Sasa mtu asiyejielewa mwenyewe atajuaje mengine? Kwa hiyo hii inakata mtazamo huo ambao anauzungumza na wengine wenye mtazamo kama huo, haipo kabisa, ni kufuru kubwa sana. An-Namli aya nambari 65. Waqala, na akasema tena maneno yake mengine, mutaadhimul af'ali la huwa tiyuha, anasema mutaadhimul af'ali ni mwenye utukufu wa matendo, la huwa tiyuha, ambaye matendo hayo ni ya kiungu, matendo matukufu ya kiungu, la huwa tiyuha, ya kiungu. Lil amri qabla wuqu'ihi daraku, tena miongoni mwa sifa yake, lil amri qabla wuqu'ihi daraku, yeye anajua mambo kabla ya kutokea. Lil amri qabla wuqu'ihi darakun, ay daraku lil amri qabla wuqu'ihi, yeye anajua mambo kabla kutokea kwake. Sifa hii kapewa kiumbe ambaye si sahihi kwake. Qultu, nikasema mimi, nasema mimi kumjibu kumwambia, ala yushbihu hadha alqawlu qawla an-nasara fi Isa, je, kauli hii haifanani na kauli ya manaswara kumwambia Isa annahu lahutun wa nasutu, kwamba yeye huyu ni lahutu, kwamba ni Mungu afu wakati huo nasutu binadamu. Yani manaswara wanasema Isa ni binadamu kwa mwili, lakini ni roho
ya Mungu imefanyika mwili kwa binadamu. Subhanallah. Kwa hiyo wao hawafanani na Manasara kwa Isa ibn Maryam, kumuonesha kwamba Sayyidina Ali matendo yake ni ya kiungu, anajua mambo kabla ya kutokea. Ai innahu basharun, kwamba yeye ni innahu ai ilahun wa basharun, kwamba yeye ni Mungu na ni kiumbe binadamu. Aadana Allahu min hadha alkalami, Allah atukinge na maneno haya, Allah atukinge na maneno haya. Waqala, akaendelea kusema tena, huwa nabaul maknun, yeye Sayyidina Ali ni habari iliyofichikana, ni habari maknun, ni habari ya siri iliyofichikana. Wal jawhar, na ni jawhar alladhi, ambayo yani ni kitu cha thamani ambacho tajassada min nurin zahirin min al-Qudus, tajassada min nurin min al-Qudus zahir, imefanyika tukuwa mwili kutoka kwenye nuru yenye kung'ara itokaye kwenye utukufu. Tajassada min nurin min al-Qudus zahir, zahiri sifatu lin-nuri, kutoka kwenye nuru yenye kung'ara, min al-Qudus, itokaye kwenye utukufu. Yani yeye kafanyika kuwa mwili tu, lakini ni daraja nyingine katika maisha yake. Wa dhul mu'jizat, na huyo Sayyidina Ali ni mwenye miujiza. Wa dhul mu'jizati, ni mwenye miujiza, alwadihati, iliyo wazi wazi kabisa. Aqalluha, uchache wa miujiza yake, yani aqalluha, ndogo yake katika miujiza. Ni dhul mu'jizati alwadihati, ni mwenye miujiza ilikuwa wazi kabisa mingi. Aqalluha, muujiza mdogo zaidi, ambao nataka kutolea mfano hapa. Anasema adhuhuru ala mustaudiati sarairi, ni kule kudhihiri katika sehemu nyeti, akaonekana ghafla. Hii ndio muujiza, ni mdogo kuliko hiyo, ndio mdogo wake huo. Adhuhuru ala mustaudiati sarair, ni kule kudhihiri katika sehemu za siri au sehemu nyeti. Anasema ala tabweni, innama alislamu, hakika si vinginevyo Uislamu, laula husamuhu, kama si upanga wake yeye Sayyidina Ali, kaaftati anzin au kulamati hafirin. Kaaftati anzin au kulama, imeandikwa kalama lakini iweka dhuma kwenye kafu, au kulamati hafirin. Anasema tabweni ya kwamba hakika ya Uislamu kama si upanga wake ungelikuwa kaaftati anzin, kama kule kupumua kwa mbuzi, pumzi za mbuzi, au kwenda chafya kwa mbuzi, au kulamati hafirin, au yale masalia na baki ambayo yanatokana na kwato inapokuwa inatembea. Sasa kila akichunika unatoka ule unga wake, basi ni kama hiyo kulamat hafirin. Yani Waarabu kitu wanapokifanya kuwa ni duni sana, dhalili, basi wanakifananishia kaaftati anzin au kakulamati hafirin, yani kitu ambacho duni kabisa. Basi Uislamu kama si upanga wake, Uislamu ungelikuwa ni duni kabisa au haupo kabisa. Hayo ni maneno ambayo yeye anataka kuyaonesha hapa. Walau rama kasfa shams nawwara nuraha wa attala min aflakiha kulla dairin. Walau rama, na kama si kukusudia kuondosha jua, nawwara nuraha, yeye akaitoa nuru yake, nawwara nuraha, akaitoa nuru yake ilo jua. Wa attala min aflakiha kulla dairin, na akaondosha kabisa kwenye aflaki. Aflaki ni zile njia ambazo hupita hizo sayari, basi angeondosha kabisa min aflakiha kulla dairin, kwenye ile njia ya sayari, kila kinachozunga pale basi angekiondosha tu. Hizi sifa ambazo anapewa sio sifa zake, lakini
kwa ile ghuluu yake kamfikisha daraja hiyo Sayyidina Ali. Sifatuka asmaun, sifa zako ni tukufu. Dhatuka jawharun, na dhati yako ni yenye thamani kubwa sana. Bariyul maali, ni mwenye utukufu uliokuwa kamili. Min sifati aljawahir, kutoka kwenye sifa zenye thamani kubwa, kwenye sifa tukufu za hali ya juu. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo wameonyesha kumsifu sana kiumbe huyu wakati yeye hastahiki, lakini kampa sifa hizo. Ni ghuluu aliyofanya yeye. Anaendelea kusema yajilu anil aradhi, yeye amepukwa na kasoro, wal aini, na tabu na kuchoka choka, yeye kaepukwa, wal mata, na kwamba yeye ana zama maalum za kufanya na mwingine akachoka, yeye kaepukwa na vitu kama hivyo. Wayakburu an tashbihi bil anasiri, na inakuwa vigumu sana au anaepukana kabisa na kufananishwa na anasiri. Anasiri yani jinsiati, viumbe hawa, yani hafanani na viumbe huyu. Anasema idha tawafa qaumun fil mashairi was-safa, watu wanapozunguka katika mash'ar al-harami huko Maka na Safa na Marwa, watu wakifanya kazi wanazunguka, faqabruka rukni taifan wa mashairi, kaburi lako wewe ndio nguzo yangu hali ya kuwa ni kitufu. Na ndio mashairi, ile mash'ar al-haram, mashairi yake harami ndio kaburi. Idha tawafa qaumun fil mashairi was-safa, watu wanapofanya tawafu katika mash'ar al-haram huko Maka au katika baina Safa na Marwa, faqabruka, kaburi lako wewe, yani anaambia kaburi lako Sayyidina Ali, rukuni, ndo nguzo yangu, taifan, hali ya kuwa ni kitufu mimi kwenye kaburi, wa mashairi, ndo mash'ari yangu hiyo naifanya mimi kwenye hilo kaburi. Subhanallah. Qultu fa in lam yakun shabihan bil anasir, ikiwa yeye hajafanana na viumbe hawa hapa duniani, hajafanana, jinsiati zote hizi hajafanana, usimwite binadamu, usimwite jini, usimwite malaika, hajafanana, yuko huko. Wakana yutawafu haula qabrihi, na palikuwa panafanyiwa tawafu kwenye pembezoni mwa kaburi lake. Fal hadha basharun am, je huyu binadamu au nani? Fal hadha basharun am, je huyu ni binadamu au nani? Kamtoa katika daira ya viumbe, kampa daraja kubwa sana. Huyu ndiye aliyesherehesha Nahjul Balagha. Sasa unatarajia nini kitakachokuwa kwenye sheria Nahjul Balagha, ambayo inasemekana kwamba ni matendo na maelezo ya Sayyidina Ali? Ukiangalia anasema baina ya mtunzi na Sayyidina Ali na huyu, hawa watu watatoka, ukiangalia fi mafazatun, yani kuna masafa makubwa sana ya kutokuona, ni 3 kuruni. Haya maneno umeyasikia wapi mpaka kuweka hapa? Waqala, na akaendelea kusema laula huduthuka, kama si kwamba wewe umezuka, umekuwa kiumbe ukaja duniani hapa tukakuona. Qult, basi mimi nasema innaka ja'ilul arwah, wewe ndio unayezitia, unayeziweka roho, fil ashbahi, kwenye viumbe. Fil ashbahi, ashbahi shabhu, yani ni unapokuwa umekaa katika sehemu ya kiza, una kitu kinakuja kama kiumbe, lakini hujajua kiumbe gani. Waarabu wanaita ashbah, mpaka akifika kwa unamjua ni fulani, lakini kama unakuja kuna kitu kiza kama kiumbe, lakini kiza kinakuja, lakini ni kiumbe gani hujui. Kwa hiyo sawa sawa kama ndio kiumbe mwanadamu au mwingine yote yule, lakini madhali ni kiumbe ambaye ana roho. Basi nasema kama wewe sikuzuka, kwamba umezuka ukaonekana ukawepo, qultu, mimi nasema innaka ja'ilul arwahi, wewe ndio mwenye kuziweka roho, fil ashbahi, kwa viume, wal muntazi, na sikuweka ndio ndio unaziondosha roho zile, unaweka afu unaziondosha. Laula huduthuka qultu, kama sikuzuka kwako, mimi nasema innaka ja'ilul arwah, wewe umeziweka roho, fil ashbahi, kwenye hivyo viumbe, wal muntazi, na wewe ndio unaoziondoa roho. Sifa hii ni yake. Laula mamatuka, kama sikufa kwako, kama wewe kiumbe umekufa, qultu, mimi nasema innaka basitul arzaq, wewe ndio unaizikunjua riziki, unatoa riziki. Taqdiru fil atwa wa tuwassi, taqdiru,
min qadara, takdir, wewe ndo unakadiria, fil atwa, katika kutoa, watu wasi, na ndio unaoeneza. Haya ndio maneno anayosema kumsifu huyu. Hii ni ghuluu ya hali ya juu. Anasema sasa tazameni mfano wa hizi qasaidi zake. Li fika mu'taqadun, mimi kwa wewe nina itikadi, saakshifu sirrahu, mtaweka wazi siri yake. Falyusghi arbabu nuha, wasikilize wale wenye akili, waliyasma'u, na wasikie, watege sikio kwa umakini na wasikilize. Falyusghi arbabu nuha waliyasma'u, watege sikio wale wenye akili. Arbabu nuha ay ashabu nuha, wenye akili wale, waliyasma'u, na wasikilize na wasikie. Wallahi, anasema na hapa kwa Allah, laula haidarun, kama si simba. Simba manake Ali alipewa jina la simba, na haidarun manake ni simba kwa lugha ya Kiarabu. Laula haidarun, kama si simba, ma kanati dunia isingekuwepo. Kama si simba, ni kama sio Sayyidina Ali, basi dunia isingelikuwepo. Wala jamaa albariya majmaa, wala viumbe wasingekusanya na chenye kukusanya. Wala viumbe wasingekusanya na chenye kukusanya. Albariya maana viumbe, jamaa albariyu majmaa, viumbe wasingekusanywa na chenye kukusanya. Ilmu alghuyubi ilayhi, elimu ya ghaibu anayo yeye. Ghairu mudafai, si mwenye kuondoshwa, hawezi kuondoshwa nuru hiyo, elimu hiyo. Ilmu alghaibi ilayhi ghairu mudafai, elimu ya ghaibu na yeye, si mwenye kuondosha, si mwenye kupokonywa, hawezi kuondoshewa. Kwa hiyo asipokonywa elimu ya ghaibu nani? Si mwenye elimu yake, ama mwingine yote anataka kaondoshwa. Yeye anasema huyu ana elimu ya ghaibu, ghairu mudafai, hawezi kuondoshewa elimu hiyo, hawezi kunyang'anywa, haiwezi kuondosha kwake. Wasubhu, anasema kama uelewi hilo, nakupa mfano. Wasubhu abyadhu, asubuhi ni nyeupe. Musfirun, ni yenye kuondoka kiza. La yudfa, na wala hapawezi kuondoshwa. Inapotokezea asubuhi ikawa inapambazuka, na asubuhi ni nyeupe. Musfirun, ni yenye kupambazuka. Hadithi ya Mtume, isfir lilfajri, isfiru lilfajri, manake unaposali swala alfajiri wakati huo. Ingawa watu wengine wamekuwa na maana tofauti katika hadithi hii. Wengine wanasema tusali sala ya alfajiri mapema zaidi, na wengine wakasema tusali kwa kuchelewa sana, kama madhehebu wa Hanafi, wao wanasali kumekucha kabisa. Lakini wanazuoni kama kina Uthaymeen wengineo wanasema hadithi ina maana kwamba unaposwali alfajiri, akisha kwamba alfajiri imeingia, akisha kwamba alfajiri imeingia. Lakini pia kusali kwake inavutwa kiasi mpaka ule weusi au kiza ambacho wakati huo kinaondoka, kinabakia kiasi ambacho tunajuana, bado kwa tulikuwa tujuani wakati huo wanasali, ipokuwa nataka kama hizi. Kwa hiyo muda umeingia na watu wanasali mpaka nafika pala sasa wanajuana, kwa namna ambavyo kisomo kinavuka kirefu kiasi, tofauti na sala nyingine. Kwa subuhu abyadhu musfirun la yudfa, na asubuhi ni nyeupe inapokuchwa apambazuka, wala haiondoshoi hiyo nuru hiyo, haiondoshoi alfajiri, ipo imeganda. Basi elimu ya ghaibu pia kwa sindali imeganda kama ilivyokuwa asubuhi. Hizi ni ghuluu hatari sana, ni sifa ambazo amepewa. Sista hiki ni binadamu, kamsifu binadamu mwenzie katika mazingira kama haya, ni kufuru kubwa sana. Kwa hivyo Sheikh ametupa mfano tu, hizi ni baadhi tu ya kasaidi zake zinaonyesha ghuluu aliyokuwa nayo katika mazingira haya ya kawaida. Sasa naambieni, mtu wa aina hii Uislamu atatendea haki kweli? Ikiwa haya ndio mazingira yake na sindani kampa sifa hizi wakati sio sahihi. Anasema Tarikhul Baghawi, pia anamalizia kitabu cha Tarikhul Baghawi. Kipo hichi kinazungumzia masuala ya tarikh, wa huwa kitabun kulluhu marasilu, ni kitabu chote ni kitabu marasilu la sanida fihi. Marasilu ni kimewekwa sanadi ambazo zimekatika katika, hazijaungwa. Kisikia hadithi mursal, hadithi ambayo imekatika
anasema kamsikia mtume wakati yeye si swahaba. Sasa mtume kaonwa na maswahaba. Sasa yeye anayesema mtume kasema, yeye hajasi swahaba, afasa mtume kasema. Hadithi maudhu mursal, maudhu kingine mursal, imekatika, hakuna sawa pale. Asema mtume kasema, wewe umemuona? Kwa hiyo kitabu chake ni Marasil la asanida fihi, hakina isnadi, ni marasil tu, manake ni munqati'at, kimekatika. Kwa hivyo ni hatari sana. Wasahibuhu muttahamu, na mwandishi wa kitabu hichi naye ni katika wale wanaotuhumiwa. Kwa hivyo hafai na kitabu chake kuwa makini sana. Iwapo utakisoma makini, lakini kitabu chake basi tafuta vingine visome kama huna uwezo wa kupambanua na kuyajua mambo. Hiyo ndo nukta moja katika nukta 3 za kitabu hichi. Kaifa naqra'u tarikh, vipi tuisome historia? Nukta hiyo amemaliza